Maudhui ya ushauri huu yamechukuliwa kutoka Kituo cha Kitaifa cha Sheria za Uhamiaji na Mradi wa Kimataifa wa Usaidizi kwa Wakimbizi. Serikali ya Marekani inabadilisha kanuni zinazowaadhiri wahamiaji. Kanuni hizi zinaathiri wahamiaji wote bila kujali waliingia Pittsburgh kwa njia gani au hadhi yako au status yako ya sasa. Idara ya utekelezaji wa uhamiaji na forodha inayojulikana kama ICE inalenga watu kulingana na rangi ya ngozi yao, lafudhi yao, mavazi yao na unavyotamka maneno. Unaweza kuwa uliwasili kama mkimbizi na una kadi ya ukaaji, lakini kwa sababu tu ya rangi ya ngozi yako, lafudhi au mambo mengine, ICE inaweza kukukamata. Katika majimbo mengine, ICE inalenga wakimbizi walioingia Marekani kati ya 2021 na 2025 na ambao hawajapata kadi zao za ukaaji. Wanawakamata wakimbizi hawa ili kuwahoji tena. Jambo hili linaweza kutokea pia Pittsburgh. Kufikia Januari mwaka huu, taarifa kuhusu mahojiano ya marudio haiko wazi na inabadilika. Hata hivyo, mradi wa kimataifa wa usaidizi kwa wakimbizi IRAP unasema inawezekana ukaulizwa maswali au kuhojiwa tena kuhusu ombi lako la ukimbizi, hata kama tayari una kadi ya ukaaji au kama bado ombi lako linachakatwa. Ikiwa husemi Kiingereza vizuri, una haki ya kuhojiwa kwa lugha yako. Wakati wa mahojiano ya marudio, unaweza kuulizwa maswali mengi kuhusu kwa nini uliondoka nchi yako au kwa nini unaogopa kurudi huko. Maswali haya yanaweza kufanana sana na yale ulioulizwa ulipofanyiwa mahojiano nje ya nchi. Unapaswa kujibu kwa uangalifu na kwa uaminifu kama ulivyofanya katika mahojiano yako ya awali. Unapaswa kujiandaa kwa uwezekano wa kukamatwa kimakosa na ICE. Kuwa tayari na uweke mikakati mapema. Haya ndiyo mambo unayoweza kufanya. Kwanza, tengeneza mpango kwa ajili yako na familia yako. Anza kwa kupakua ama kudownload programu ya Ready Now kwenye simu. Programu ya Ready Now hukusaidia kurekodi maagizo kuhusu utunzaji wa watoto wakati wa dharura, usalama wako, jinsi ya kujitetea kisheria na menginezo. Unaweza kuteua watu wa kuaminika kupokea taarifa hizo wakati wa dharura. Tunayo video inaonyesha jinsi ya kuitumia programu hii. Maagizo vinapatikana katika maoni ya video hii. Programu hii inapatikana kwa Kiingereza, Kihispania, Kikorea, Kifaransa, Krioli ya Haiti, Kichina, Kiarabu, Kidari na Kipashto. Kwa lugha nyingine, tazama video hii au muombe mtu unayemwamini anayejua Kiingereza akusaidie kupakua ama kudownload programu hii ya Ready Now na kujaza taarifa zako. Pili, fanya nakala za nyaraka documents muhimu. Hifadhi nakala halisi mahali salama ikiwa haziko pamoja nawe. Mwambie ndugu au rafiki mahali zinapopatikana endapo zitahitajika. Usibebe wala kuwaonyesha maafisa wa kisheria kitu chochote kinachoonyesha kuwa ulizaliwa nje ya Marekani, kama pasipoti ya kigeni. Wanaweza kutumia hilo kujaribu kukufukuza nchini. Hifadhi vyema makaratasi unazopaswa kubeba kulingana na hali yako ya uraia. Ikiwa una hadhi halali ya uhamiaji, tengeneza nakala or photocopy za karatasi hizi na uzibebe kila wakati. Kadi au karatasi unazopaswa kubeba ni kama kadi ya ukaaji, hadhi ya ukimbizi au hifadhi,
visa ya mwanafunzi au nyingine iliyo halali, au hadhi ya ulinzi wa muda TPS ambayo haijaisha muda. Sheria inasema ni lazima ubebe kadi yako ya ukaaji wa kudumu au karatasi za uhamiaji zinazoonyesha hadhi yako nchini. Ikiwa afisa wa sheria ataomba kuona nyaraka zako, mwonyeshe nakala yako. Ikiwa uliwasili kama mkimbizi lakini bado huna kadi ya ukaaji, tengeneza nakala za karatasi hizi: fomu yako ya I-94, rekodi ya kuingia na kuondoka, barua ya kuingia kwenye ndege, na hati yako ya kuruhusu kufanya kazi humu. Pia, ikiwa umeomba kadi ya ukaaji, tengeneza nakala ya uthibitisho wa ombi lako unalosubiri, kama barua ya I-797C receipt notice. Ikiwa una mwakilishi wa kisheria lawyer, tengeneza nakala ya fomu yao G28 iliyosainiwa. Ikiwa huna hadhi halali ya uhamiaji lakini umeomba hadhi au ombi la hifadhi unalosubiri kesi katika mahakama ya uhamiaji au rufaa ya uhamiaji, beba nakala ya nyaraka zinazothibitisha kwamba umeomba hadhi au unakata rufaa dhidi ya uamuzi wa uhamiaji. Ikiwa haukamatwi au kushikiliwa, kaa kimya. Usiseme ama kuongea chochote. Ukiwa unakamatwa au kushikiliwa, mwonyeshe afisa wa uhamiaji nyaraka zako. Ikiwa huna nyaraka za uhamiaji au hadhi yako imeisha muda wake na umekuwa hapa Marekani kwa angalau miaka 2, beba uthibitisho wa kuishi hapa kama vile mkataba wako wa upangishaji rental contract, rekodi za kanisa au shule zilizo na anwani yako, barua iliyotumwa kwako nyumbani ikiwa na muhuri wa tarehe, au nyaraka nyingine zinazoonyesha jina lako, anwani ya Amerikani na tarehe. Onyesha uthibitisho wa kuishi hapa kwa angalau miaka 2 ikiwa utakamatwa. Hili linaweza kukulinda dhidi ya kufukuzwa haraka bila kumwona jaji. Ikiwa huwezi kuthibitisha kuwa umeishi Marekani kwa zaidi ya miaka 2, unaweza kufukuzwa bila nafasi ya kumwona jaji. Kumbuka, ikiwa hukamatwi, kaa kimya kabisa. 3. Kumbuka namba ya simu ya mtu unayemwamini na ambaye anaweza kupokea simu yako. ICE wanapowakamata watu, wanachukua simu zao. Ni lazima ukumbuke namba ya simu ili uweze kumpigia mtu unayemwamini ukikamatwa. 4. Zungumza na familia yako na watoto kuhusu mahali salama ambapo wanaweza kwenda kuomba msaada ikiwa utakamatwa. 5. Fikiria kutengeneza mamlaka ya uwakilishi, power of attorney, ili kumruhusu mtu unayemwamini kufanya maamuzi kwa niaba yako kuhusu watoto wako, akaunti zako za benki na mali zako ikiwa utakamatwa. 6. Hakikisha shule ya watoto wako na mwajiri wako wana taarifa na nambari za simu sahihi wakati wa mawasiliano ya dharura. 7. Usifungue mlango ikiwa humfahamu mtu au ikiwa haukumtarajia mtu yeyote. Maafisa wa ICE wanaweza kujifanya polisi au wafanyikazi wa usafirishaji wa bidhaa. Ukifungua mlango, unawaruhusu kuingia nyumbani kwako na wanaweza kukamata. Ni muhimu sana kuwafundisha watoto wako wasifungue mlango. Sasa, tutakueleza hatua unazopaswa kufuata ikiwa maafisa wa ICE watakuja nyumbani kwako. Usifungue mlango ikiwa maafisa wa uhamiaji watakuja nyumbani kwako. Usiwaruhusu kuingia isipokuwa wakuonyeshe hati halali ya mahakama inayoitwa hati ya mahakama na kimombo
judicial warrant. Lazima iwe judicial warrant. Hati nyingine ambazo hazijasainiwa na jaji kama zile zilizotiwa saini na Border Patrol ama ICE haziwaruhusu kuingia nyumbani kwako. Kumbuka, usifungue mlango. Unaweza kuzungumza kupitia dirisha ama karibu na mlango, lakini usifungue. Uko na haki ya kukaa kimya. Uliza maswali kupitia mlango. Maswali kama, je, wewe ni kutoka idara ya uhamiaji? Kwa nini uko hapa? Waombe waonyeshe beji au kitambulisho. Wanaweza kukionyesha kupitia dirisha au shimo la kuangalia. Maafisa wa aina mbalimbali kama polisi au maafisa wa serikali wanaweza kufanya kazi na uhamiaji. Hivyo, unatakiwa kumhoji kila mtu usiyemfahamu anapokuja mlangoni. Kuwa mwangalifu. Maafisa wa uhamiaji wanaweza kusema uongo. Wanaweza kusema wanataka kuongea, kukagua kitu au kuangalia kwa haraka. Usiwaache waingie. Sema, hamwezi kuingia nyumbani kwangu bila hati ya mahakama. Wakisema wana hati ya kukukamata, waambie waiteleze chini ya mlango. Usifungue mlango. Mara nyingine, maafisa wa uhamiaji huonyesha karatasi ambayo si hati halali ya mahakama iliyosainiwa na jaji. Ikiwa hati si halali, waambie lazima waondoke. Hakikisha mlango imefungwa. Ikiwa maafisa watavunja mlango au kufungua kwa nguvu, usikimbie wala kupigana. Hilo linaweza kufanya mambo kuwa mbaya zaidi. Unaweza kusema, sikubaliani nanyi kuingia au kukagua nyumba yangu na nimechagua kukaa kimya. Nataka kuzungumza na wakili. Ikiwa maafisa wa uhamiaji watakukamata au kukushikilia, kaa kimya. Usitie saini hati yoyote utakayopewa. Piga simu kwa wakili, pokea ziara kutoka kwa wakili, ubalozi wako au familia yako ukiwa kizuizini. Magereza yote yana orodha za namba za simu za mabalozi. Omba kuiona orodha hiyo. Ikiwa baada ya kutazama video hii una maswali au unahitaji msaada wa kutengeneza mpango, wasiliana na shirika karibu nawe linalotoa huduma kwa wahamiaji. Kumbuka kutengeneza mpango kwa ajili yako na familia yako kuhusu cha kufanya ikiwa utakamatwa. Mpango huo utasaidia unapopatikana na jambo la dharura. Kumbuka, unaweza kupata maarifa kuhusu jinsi ya kutumia programu ya Ready Now katika sehemu ya maoni ya video yetu hapa chini.